Sisi katika wafanyabiashara, ilitokea unapoenda kwenye ofisi ya bwana ardhi una shida fulani, unapofika kule walikuwa wanatukata shilingi 100,000. Bila ya 100,000 wa kuhudumia. Hususan mimi niliambiwa nitoe shilingi 100,000, hii 100,000 ya kupimiwa kiwanja changu. Lakini leo mpaka leo nina miaka 2-3 sioni hilo zoezi. Labda kwa kuwa wewe mbunge uko karibu na ofisi ile, labda kwa hili unaweza ukalipeleka ukautuulizia, je, huu mchakato umeishia wapi? Hao wanaokusanya mapato ya halmashauri ya wilaya kwa hususan hizi wanasema leseni, wanakuta umemwacha mdogo, mtoto mdogo anauza pale, wanafika tu bila hata maelezo, wanafunga, wanaweka kufuli, halafu wanaondoka bila hata kukuuliza wewe mwenyewe. Hamna utaratibu mwingine mheshimiwa, mkao mnakaa pale kwa mnaelekezana kwamba tunafanyaje ili wananchi wetu wasio wanaumia, sababu sisi ndio tunatufanya halmashauri iendelee. Lakini tu unafungiwa huko safari huko Mwanza, unakuta duka limefungwa na wameshaondoka. Ilikuwa ni Jumanne, nilienda Masumbwe halmashauri kufuatia leseni la biashara. Nilipofika Masumbwe, kwa kweli nilikuta mabadiliko sana tena makubwa. Mimi biashara yangu ni vifaa vya baskeli. Huwa nalipia leseni 30,000 kwa mwaka, 33. Nilipofika nikaambiwa sasa hivi leseni zimepanda bei. Leseni ni 100,000. Sasa 100,000, yani itoke kwenye 33 mpaka iruke kwenye 100,000 kweli? Nikasema sawa. Wakaniingiza kwenye mfumo, wakanipa ile control number ya kwenda kulipia. Kwa kweli mheshimiwa, sikulipia. Nikasema nyinyi mtanikuta Lulembela, mimi silipi hapa. Hii control number nitaitunza. Hii gharama imenishinda kwa kweli. Sifa ya kiongozi ni pamoja na kuzalisha mabilionea wapya. Hawa unaowaona humu ni wafanyabiashara wengine tumo wagegereshaji. Sasa mheshimiwa mbunge, tunasikiaga tu kuna mikopo ya masharti nafuu. Tukisema twende benki kutafuta mikopo, yanarudi ya yule mzee, ardhi ukalipia 150,000 ndio waje kupimia kiploti chako. Majina yangu naitwa Ferguson Alon Kingwa, ni mbunge wa jimbo hili la Mbogwe, nikitoka kata hii ya Mlembela. Sasa niingie kwenye kujibu yala ambayo mmeuliza huku, ili niende moja kwa moja. Hata nikienda kukaa nitakuwa nimepiga salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, alipo anawapenda sana wafanyabiashara, na hizi kodi ambazo kila wakati mnakuwa mnazilalamikia, na kwa uzuri leo tuna kikao, tutawauliza maswali kwamba kuna kodi wanazilalamikia sana wafanyabiashara. Kodi kwa kweli zimekuwa ni utitiri, na hizi zinafanya wananchi wanaichukia serikali, na kuna kodi zingine tunakuja kuzibumba tu huku kwenye halmashauri ambazo hata hazipo. Nimesikia kuna kodi zingine mmeanza kutoza mpaka wahudumu wa baa. Hii sasa ni hatari, na mimi kwa sababu wahudumu wa baa wako hapa, niendelee kuwaomba tu watu ambao wanaandaa hizi kodi, hata wakati mwingine wamrudie mumba wao, kwa sababu sio sawa. Hawa watu wanapitia wakati mgumu sana. Hawa watu wanapitia wakati mgumu sana. Leo mtu anafungua vizibo, lakini matokeo yake mtu anaweza akakaa hata wiki moja hajapata mteja. Lakini wiki hiyo unataka wewe ukamtoze kodi. Sasa sijui anakuwa ametoa wapi hizo fedha. Na mimi niombe hawa watu wanaoandaa hizi tozo, Mheshimiwa Diwani, wananchi wetu tunatamani wapate tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais anasisitiza haya. Kwa hiyo na mimi kama Mheshimiwa mbunge kiukweli sitakubaliana na mambo ya namna hii. Sasa kama tumekosa namna ya kupata mapato, ni heri sasa tukaanza kushikana mifukoni, au mimi mwenyewe nikasema kama Mheshimiwa mbunge, pigeni hesabu sasa za hawa huduma ambao wanadaiwa kodi kila wiki. Angalau mimi nitakuwa natoa hata kama mshahara kangu kuhakikisha na wasaidia hawa, kwa sababu najua changamoto wanazo. Tulikuwa tukijibishana hapa na wasaidizi wetu wa wilaya. Kwanza amezungumza jambo moja kwamba tunao wataalamu ambao watakuja wakati wowote ule kuhakikisha tunakuja kupimiwa viwanja vyetu vyote vya kata hii ya Mlembela. Na hili kwa sababu mwenyekiti ameniuliza hapo kwamba
hili liko sawa au haliko sawa, niwahakikishie wataalamu wetu wapo, watakuja kuhakikisha wanawapimia viwanja vyenu, ili kusudi kama mwenye uwezo wa kulipia hati atalipa hati ili apimiwe kiwanja chake vizuri. Lakini gharama, naona kuna gharama nyingi zinatajwa, mara 150,000, mara sijui laki. Gharama ni shilingi 50,000 peke yake. Kwa hiyo hilo lazima tulielewe vizuri. Gharama ya kupimiwa kiwanja chako ni shilingi 50,000. Kwa hiyo baada ya kuyasema hayo, nikushukuru sana ndugu wangu mwenyekiti, lakini washukuru wafanyabiashara wote. Ninao mengi ya kuzungumza, lakini tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa uzima.